Ni Dhanashara, Addis Ababa, Juba, Djibouti, Kampala, Dar es Salaam na hapa Nairobi. Katika visiwa vya Ngazija na Ushelisheli ni saa 1 usiku. Eneo la maziwa makuu, Rwanda, Burundi na DRC ni saa 11 jioni. Hii ni Afrika Mashariki na mimi ni Wellington Nyongesa. Tupate vidokezo. Wasiwasi ya uchaguzi mkuu DRC anza kutatiza upinzani baada ya mahakama kuu kuagiza Rais Kabila kuendelea kuongoza iwapo serikali itashindwa kuandaa uchaguzi. Dr. Liberati Mfumukeko apishwa kuwa katibu mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki huku Dr. Richard Sasibera akistaafu. Wakenya wawili miongoni mwa washukiwa waliopewa kifungo kirefu nchini Uganda kwa kuhusika katika shambulizi la ugaidi mjini Kampala miaka 6 iliyopita. Licha umaarufu wake barani Afrika, Addis Ababa, mji mkuu wa Uhabeshi, wakumbwa na fedheha ya wenyeji kukosa vyoo. Naam, karibu kwa Afrika Mashariki Jumapili hii ya Mei 29. Tunalikunjua jamvi hili kwa swala moja, kwamba imedaiwa kuwa miongoni mwa raia wa Afrika Mashariki Wakenya wana umachachari mwingi zaidi. Huenda ni kutokana na swala hilo ndipo kwenye baadhi ya mataifa Wakenya wanatizamwa kwa wasumbufu na kwenye mataifa mengine wanatizamwa kwa wachapakazi bora. Haijulikani wapo imani hizi zina ukweli, lakini miongoni mwa washukiwa waliopatikana na hatia ya kushiriki kwenye shambulizi la ugaidi mjini Kampala mwaka 2010 wamo Wakenya wawili. Aidha, Mkenya mmoja aliachiliwa. Paul Nabiswa analikunjua jamvi hili la Afrika Mashariki kwa taarifa hiyo. Baada ya miaka 6 ya kesi na uchunguzi, mahakama kuu ya Uganda imewapata na hatia Idris Magondu na Suleiman Njoroge na hatia ya kuhusika katika shambulizi hilo ambalo mahakama imethibitisha kuwa Mganda Ahmed Lwima ndiye aliyekuwa mhusika mkuu. Hata hivyo, kinachoakuna vichwa raia wa Afrika Mashariki ni habari kuwa wapiganaji wa Islamic State, kundi ambalo ni kubwa zaidi ya Al-Shabaab na Al-Qaeda, limeanza kukita mizizi yake Kenya. Tayari mkuu wa polisi nchini Kenya, Joseph Boynet, ametoa taarifa na kusema kuwa washukiwa wawili wamekamatwa wakipanga kufanya mashambulizi. A terrorist is after this country. Anataka kutumaliza kama wa Kenya, and their primary targets, unfortunately, if any one of you did not know, this is, it's you and me. Islamic State linajulikana kuwa kundi lenye itikadi kali na limejulikana kwa kuwaua kwa kuwakata vichwa watu. Syria na Iraq yakiwa mataifa yaliyoathirika mno. Uzito wa Islamic State kuwasajili vijana kutoka Afrika Mashariki na maeneo mengine ni jambo lililojadiliwa hivi majuzi katika kongamano la Umoja wa Mataifa. Gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho alikuwa miongoni mwa washiriki. There is no way you can convince me or even to imagine you can tell me that Al-Shabaab or Al-Qaeda is a Muslim organization. It is not. Because when they come to take away a life, they don't ask you for your religion, your citizenship, your race. When they come with the suicide bomb, they don't interact with you. Islamic State inajulikana kuandaa mashambulizi katika mataifa yenye kiwango kikubwa cha ujasusi kama vile Ufaransa ambako zaidi ya watu 130 waliuawa na mataifa ya kwanza ulimwenguni. Vivyo hivyo Islamic State wametambuliwa nchini Misri, Libya na sehemu nyinginezo barani Afrika. Juhudi zake zimeimarishwa kwa kuwasajili raia wa mataifa maarufu kama vile Marekani, Uingereza na Ujerumani ambako baadhi wameshirikiana na Al-Shabaab kutoka Somalia. Nchini Kenya zaidi ya watu 500 wameuawa kutokana na matukio ya ugaidi tokea mwaka 2011, Al-Shabaab ikidai kuhusika. Kwa ufupi, asasi zinazohusika na usalama zinahitaji maarifa zaidi kukabili ugaidi ambao unaonekana kutumia teknolojia tatanishi kuwaficha wahusika kwa siku nyingi. Paul Nabiswa, Afrika Mashariki, KTN News.
Naam, kutoka Uganda sasa tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba hali ya wasiwasi imeikumba nchi hiyo baada ya polisi kuwakabili wafuasi wa upinzani walioandamana kuteta dhidi ya uamuzi wa Mahakama Kuu uliopisha Rais Joseph Kabila kuendelea kuongoza iwapo serikali ya taifa hilo hali itaandaa uchaguzi mkuu mwezi Novemba mwaka huu. Francis Ontoma amekuwa akifuatilia suala hilo la Kongo na sasa anaarifu. Joto la kisiasa lililoanza kushika kasi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imechangia maandamano kuzuka upya. Wakati huu ikibidi vyombo vya usalama kuingilia kati kwa kutumia vitoza machozi kujaribu kudhibiti hali Alhamisi iliyopita. Viongozi wa upinzani waliitisha maandamano haya kupinga nia ya Rais Joseph Kabila kuahirisha uchaguzi mkuu wa Novemba. Upinzani unapinga haswa maamuzi ya Mei 11 ya Mahakama Kuu ya Kongo, maamuzi yanayomruhusu Rais Kabila kusalia mamlakani endapo uchaguzi huo wa Novemba hautafanyika. Na wakati maandamano yaliidhinishwa mjini Kinshasa, magharibi mwa taifa hili, jaribio la maandamano lilizimwa katika sehemu nyingine za taifa hilo na serikali za mikoa. Tuko hapa kama muungano wa upinzani na letu ni kukataa mpango wa Rais Kabila kung'ang'ania hatamu ya uongozi kwa mara ya tatu. Ikiwa hili litafanyika, basi labda lifanyike tukiwa wafu. Tumeamua na katu hatutarudi nyuma kwa hili. Taifa hili lazima likombolewe. Katiba ya DRC inapinga yeyote kupigania uongozi mara tatu, Rais Kabila akiwa ameketi kwenye kiti tawala tangu mwaka 2001. Serikali ikisema kuwa changamoto za bajeti na mipango mingine huenda katoa vizingiti kwa Rais Kabila kuondoka. Kwa mujibu wa upinzani, Rais Kabila ndiye muasisi wa njama hii inayonuia kumuongezea muda mamlakani, suala ambalo hata mataifa ya magharibi yamepinga vikali. Non, Monsieur Kabila ne peut pas prendre le Congo en otage. Rais Kabila hawezi kutuweka mateka. Hii ni nchi yetu na tuna haki ya kikatiba kuchukua usukani endapo hata ng'atuka mamlakani Disemba 20. Kipengele 64 cha katiba kinatupa uwezo kama wananchi kumng'oa mamlakani na sisi wenyewe kujiamulia mustakabali wetu. Maandamano haya yalianza kwa utulivu pale maafisa wa usalama walipodai kuwa waandamanaji walikuwa wamekiuka kutumia barabara walizoombwa kufuata, iliwabidi kutumia vitoza machozi kuwatawanya. Kusini mwa eneo la uchimbaji madini Lubumbashi ndiko wafuasi wa mgombea urais Moise Katumbi walipokumbana na maafisa wa usalama, huku upata shika ya aina yake ikishuhudiwa. Si mara ya kwanza hili kufanyika eneo hilo, kwani mwezi uliopita mgogoro huo ulishuhudiwa kwa mara nyingine. Eneo la Goma mashariki mwa Kongo, polisi vilevile walitumia gesi ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamejihami kwa mawe na kuchukua usukani katika baadhi ya barabara kuu mjini humo. Eneo la Goma mashariki mwa Kongo, polisi vilevile walitumia gesi ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamejihami kwa mawe na kuchukua usukani katika baadhi ya barabara kuu mjini humo. Francis Ontomwa, Afrika Mashariki, KTN News. Tusalie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo aliyekuwa gavana wa jimbo la Katanga amekimbilia nchini Afrika Kusini akisema anasaka matibabu baada ya kujeruhiwa kwenye maandamano. Mkwasi huyo wa fedha ambaye pia ni mmiliki wa kilabu ya TP Mazembe amedai kwamba Rais Joseph Kabila anamwandama, akishuku kwamba huenda analenga wadhifa wa urais. Vijana mtulivu Mark Namaso amekuwa akitafiti na kufuatilia masuala ya Moise Katumbi na sasa anaarifu. Waandamanaji mjini Lubumbashi, makao makuu ya jimbo la Katanga, Kongo DRC, kufuatia kufunguliwa mashtaka dhidi ya gavana wao wa zamani Moise Katumbi Chapwe. Matata dhidi ya Katumbi yalianza baada ya kuhama chama tawala cha Rais Joseph Kabila na kutangaza azimio la kuwania urais mwezi Novemba mwakani. Najua matumaini ya watu yapo kwangu. Najua matarajio yao. Shida ni wakubwa wataketi na kuamua ni nani atawania urais. Katumbi anafahamika kuwa mkwasi wa biashara nyingi, ikiwemo kumiliki kampuni za kuchimba madini. Lakini pia ni mmiliki wa kilabu maarufu cha TP Mazembe, kinachotamba si barani Afrika tu, kwani kimewahi kumaliza nafasi ya pili mashindano ya FIFA vilabu bingwa ulimwenguni. Katumbi anatazamiwa kuwakilisha vyama tanzu 7, lakini umaarufu wake unasemekana kuwa kero kwa Rais Kabila.
ambaye amesalia mamlakani tangu mwaka 2001, mihula yake ya kuchaguliwa ikikamilika mwezi Novemba. Katumbi amepigwa kurunzi na makachero wa serikali kwa madai ya kutumia cheo chake kujifaidi na pia kufaidi klabu cha TP Mazembe. Kuna kampuni kadhaa zilitoa fedha kwa TP Mazembe. Siwezi kudhibitisha iwapo walitoa kwa hiari au walishinikizwa na Moise Katumbi. Hata hivyo, anakana madai hayo. Huwa sichanganye siasa na biashara. Nilizaliwa katika familia ya wafanyabiashara. Nikijiunga na siasa, nilikuwa tayari mfanyabiashara. Amesifiwa pia kwa kuimarisha miundo misingi Katanga, huku maeneo mengi ya taifa la DRC yakisambaratika. Kwa sasa, Katumbi amesalia Afrika Kusini kwa matibabu baada ya shambulizi la polisi la vitoza machozi kwenye kisa ambacho kakake pia alijeruhiwa. Katumbi anatuhumiwa pia kwa kukodi mamluki kwa minajili ya kupindua serikali ya Kabila inayoonekana kuganda mamlakani. Machafuko na uasi yakisalia kawaida, swala alilogusia naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Jan Eliasson. Kadhabu yangu kuhusu kina mama na watoto waliodhulumiwa na kunajisiwa, kufungwa, watoto kutohudhuria shule ni kuu. Tunahitaji kupiga vita matukio haya. Tukikubali ubaguzi huu, tunakiuka kanuni za haki za kibinadamu. Mwaka 2009, DRC ilikisiwa kuwa na utajiri wa madini wa takriban dola trilioni 24. Na jimbo la Katanga, mashariki mwa DRC, linafahamika kwa utajiri huu ambao huifaidi serikali kuu. Na viongozi wa zamani eneo hilo kama Moise Shombe, miaka ya 60, walipigana jimbo hilo lijitenge bila mafanikio. Kufikia sasa, hakuna ajuaye ni yapi Rais Kabila amepangia nchi yake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni tajiri wa madini, lakini raia wengi wamesalia maskini, huku mkondo wa siasa na demokrasia ukizidi kulipa taifa hilo chenga. Mark Namaswa, Afrika Mashariki, KTN News. Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tunaelekea Sudan Kusini, ambapo mwakilishi wa harakati za kibinadamu katika taifa hilo changa zaidi barani Afrika kwa jina Eugene Owusu ametoa wito kwa jamii za kimataifa kutoa fedha zaidi ili kuendeleza harakati za kutoa misaada kwa raia wa taifa hilo. Bwana Eugene Owusu anasema kwamba ahadi ya Umoja wa Mataifa ya kifedha kwa taifa hilo ilikuwa ni dola bilioni 1.3, lakini kufikia sasa fedha hizo hazijatolewa zote. We must capitalize on the momentum generated by the summit. Lazima tufaidike kutokana na kongamano hili ili kuhakikisha kwamba jumuiya ya kimataifa hairuhusu taifa la Sudan Kusini kuwa mgogoro uliosahaulika. Rufaa ya kibinadamu tuliozundua mwishoni mwa mwaka uliopita leo inafadhiliwa kwa 29%. Tunahitaji mchango zaidi wa dharura ili kufikia watu walio katika hatari ya umaskini kote nchini wanaojaribu kurejelea hali yao ya kawaida maishani. Kongamano linasisitiza haja ya ufadhili kama nguzo katika juhudi za kumaliza mgogoro huu. Haya masuala yote ni muhimu sana hapa Sudan Kusini, ambako kuundwa kwa serikali ya mpito kutaleta matumaini baada ya mateso ya muda ambayo wamepitia kwa muda mrefu. Huenda yakafikia kikomo. Naam, kutoka Sudan Kusini sasa tuelekee kwa jirani wa taifa la Sudan Kusini ambaye ni Ethiopia. Imedaiwa kwamba kuna upungufu mkubwa wa vyoo kwa muda mrefu na raia wengi wanaoishi katika mji mkuu wa Addis Ababa wamekuwa wakilazimika kutumia vichaka, huku wengine wakisubiri hadi usiku ili kutekeleza shughuli hiyo muhimu kwa afya mwanadamu. Lakini huenda hali ikawa tofauti kwa sababu jinsi anavyoarifu kijana asiye na jina la Kiswahili lakini Mswahili haswa Elvis Kosgei, upo mpango wa kujenga maelfu ya vyoo ili kutekeleza hitaji hilo muhimu kwa mojawapo ya miji bora zaidi barani Afrika. Anapong'arisha viatu hivi kwa hisani ya pesa ya bwana huyu, Misgana Domiso amejikita hapa mjini Addis Ababa ili kupata cha kutia tumboni.
Hapa ni sehemu maksusi anapowavutia wateja kwa urahisi, lakini kinachomtatiza bwana huyu ni kutembea zaidi ya kilomita 1 kutafuta choo, jambo ambalo limewasukuma wadau wanaohusika kuweka mikakati kabambe ya kufungua vyoo hata zaidi. Tulikuwa na tatizo kubwa la vyoo mjini humu, si kwangu tu bali wengi wamekumbana na changamoto hizi tele. Tulilazimika kutembea zaidi ya nusu saa ili kukidhi shughuli za ukojozi. Wadau wanalenga kujenga zaidi ya vyoo 3,000 kwa kima cha dola 30,000 kwa miaka 5 ijayo. Watu wamelazimika kulipa senti 45 ili kuweza kutumia vyoo vya umma, ambayo inalenga kukarabati baadhi ya sehemu hizo. Fatuma Mohamed ambaye ni chura ama msafishaji wa choo amedai kwamba kuna watu waliopata ajira kupitia mradi huu. Sikuwa na kazi nzuri, lakini nashukuru Mungu kwamba kupitia mradi huu nimeweza kuajiriwa. Zaidi ya 92% ya wakazi wa Addis Ababa hupata maji kwa njia ya mabomba, lakini wao hukafilika katika shughuli ya kufanya maji hayo kuwa ya matumizi. Kama unavyoona, hatutoi huduma ya vyoo, lakini naona tunahitajika kuwa na vijiduka humu ili kukidhi mahitaji ya wengi, yakiwemo huduma ya maji safi. Kwa mjibu wa UNICEF, 57% pekee ya wakazi wa Addis Ababa ndio waliobahatika kupata maji safi, kinyume cha matarajio ya wengi. At the moment, as we know, we have around 64 of these sanitation blocks which have been constructed within the city of Addis Ababa. And given the population that we have, we need to have more like 640 of these blocks to be constructed, because we need many of them. We need them on almost every street corner. We need them in marketplaces. We need them in bus stops. We need them also in many cases close to universities, close to some secondary schools where equally we do not have sanitation facilities. So there's a huge responsibility to increase and augment the amount of sanitation facilities that are required within the city. Hata hivyo, Ethiopia au Habeshi imefanikiwa kupata watu milioni 48 wenye maji vyumbani vyao. Hii ina maana kwamba wamepiga hatua ya 10% pekee tangu mwaka 1990. Hata hivyo, ukosefu wa maji umeendelea kuwa changamoto kuu. Elvis Kosgei, KTN News, Afrika Mashariki. Kutoka Addis Ababa sasa tuteremke kusini, tuingie nchini Burundi, ambapo mpiga picha maarufu Patrick Woloko amenakili masaibu wanayopitia watoto wa Kirundi kwenye kambi za wakimbizi walizokimbilia kufuatia zogo la kisiasa ambalo limetatiza maisha nchini humo. Juhudi za mpiga picha huyo zinatizamwa kuwa za kuiwezesha jamii ya kimataifa kufahamu hangaiko ambalo raia wa Burundi wanapitia na hasa watoto. Agnes Penda anaarifu kuhusu swala hilo. Hii ndiyo kazi mpiga picha mashuhuri Patrick Wiloko aliyoanza kuifanya tangu mzozo nchini Burundi kuanza. Amekuwa akipiga picha za hali halisi wanaopitia raia waliomo kambini. Mpiga picha huyo na wenzake wamekuwa akiwatumia watoto wakimbizi kuiga maisha yao ya kambini na kuwapiga picha. Zaidi ya wakimbizi 250,000 wamo kambini nchini Burundi na katika nchi jirani tangu mzozo wa kisiasa kuanza. Mzozo huo ulianza wakati Rais Pierre Nkurunziza alipogombea muhula wa 3 kama rais, hatua iliyopingwa na wapinzani wake walioitaja kuwa iliyokwenda kinyume na katiba, kando na mkataba wa amani uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2005. Kambi ya Nyarugusu nchini Tanzania ni mojawapo wa kambi kubwa zaidi za wakimbizi. Ina wakimbizi 80,000 kutoka Burundi, nusu ya wakimbizi hao wakiwa watoto. Watoto wengi wamepitia matatizo makubwa, ikiwemo dhuluma za namna nyingi na kutenganishwa na familia zao. Wengi wao hawawezi kuzungumzia yaliyowapata. Ili kusimulia matatizo yao, shirika la Uingereza la Save the Children likishirikiana na mpiga picha huyo Patrick Wiloko limeanzisha mpango huo kwa kupiga picha watoto ili wasimulie hadithi zao kupitia picha katika kambi za Tanzania na Lebanon. Picha zake Wiloko zinanuia kuonyesha matumaini, mafadhaiko ya kila siku na changamoto zinazowakumba wa Burundi.
It's been 5 days that we are here. We are now at Nyarugusu. Ni siku 5 tangu tufike hapa. Sasa tupo hapa Nyarugusu tukifanya kazi na wakimbizi. Mradi huu wa sanaa ni kama tu ule wa Lebanon, ambapo tunawasikiliza wakisimulia maisha yao, hofu na matumaini ya baadaye, alafu wanaiga maisha yao kwenye jukwaa. Watoto hao wakishirikiana na maseremala kambini humu wameunda jukwaa maalum la kupigiwa picha hizo. Mada kama kumbukumbu za zamani, maisha ya sasa na ndoto zao huigizwa katika jukwaa hilo. Kazi hii alianza baada ya kufanya majadiliano na jamii kambini ili kujua maisha yao kwa undani. The idea here was actually to play with children. Wazo ni kucheza na watoto hawa kambini. Nadhani tuko na watoto kama 50 hadi 80 tunawahusisha katika mradi huu. Hapa kila mmoja unayemuona anachapisha mkono wake kwenye jukwaa hili. Imekuwa kazi ya kusisimua. Nadhani watoto wamefurahia. On the sets behind me. So it's been quite a fun process, and I think the kids were really happy doing that. Watoto hawa wanasema mradi huo umewasaidia kuonyesha maisha yao bila kuyazungumzia. Nimekuwa nikipaka rangi. Napendelea kupaka alafu watanipiga picha. Haya yote ninayokumbana nayo, matumaini yangu ni kuwa na mahali ambapo nitaishi kwa amani, mahali ambapo nitajihisi kuendelea bila matatizo. Mashirika ya kibinadamu yanasema kuna haja dharura kwa watoto hao ambao wengi wao walipoteza familia zao kulindwa vyema ili wasizidi kuathirika kimawazo. Agnes Penda, Afrika Mashariki, KTN News. Naam, na sasa ni wakati wa swala kuu ambapo Jumapili hii tunaangazia bunge la Afrika Mashariki almaarufu IALA. Juma lilomalizika bunge hilo limerejelea vikao vyake ambapo mojawapo ya majukumu yamekuwa ni kumpitisha katibu mkuu mpya wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Vile vile bunge hilo limeshughulikia bajeti ambayo itaendesha shughuli za jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2016 na mwaka 2017. Mwakilishi wetu wa Tanzania kwa desturi amekuwa ni Rajabu Hassan ambaye alipiga kambi mjini Arusha na sasa anafungua swala kuu kwa taarifa ya harakati za bunge hilo. Hii ni sehemu ya wajumbe 52 wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wako hapa makao makuu ya jumuiya mjini Arusha nchini Tanzania, wakiwa na azma ya kuhakikisha utengamano wa jumuiya. Katika siku ya kwanza ya kikao cha 6 cha bunge hili la 3 la Afrika Mashariki, Dr. Liberati Mfumukeko aliapa kuwa katibu mkuu wa jumuiya, akichukua nafasi ya Dr. Richard Sezibera. So help me God. Pia katika kikao hiki siku ya kwanza, hotuba ya mwenyekiti wa jumuiya Dr. John Magufuli juu ya sera katika nchi wanachama iliyotolewa tarehe 8 mwezi Machi mwaka huu ilijadiliwa, na wabunge wameafiki kilichomo kwa kauli zao, hasa swala la kupinga rushwa. I give my solemn oath that I shall be his foot soldier and I will fight tooth and nail, tooth and nail, tooth and nail. I will fight with him so that our community can become whole again. Siku ya pili kikao cha 6, bunge limefikia uamuzi wa kufanya marekebisho sheria ya usimamizi wa forodha ya mwaka 2004 ili kutimiza makubaliano ya mwaka 2005 ya kanda za EAC, COMESA na SADC yenye lengo la kuunda soko kubwa na ushirikiano katika miradi ya miundombinu na nishati. Na hii inakuwa mara ya 12 ya marekebisho kwa sheria hii. Is one of the most amended laws that we've had. Biashara baina ya jumuiya hizi ni yenye manufaa. Kwa mwaka wa 2013 pekee, kiasi cha dola za Marekani milioni 3.5 zilipatikana kutokana na biashara ndani ya nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Na makusanyo ya mapato kutokana na biashara kati ya jumuiya na nchi nyingine za Afrika yamerekodiwa kuwa ni mara 2 zaidi. Na mafanikio haya ndio hasa yanawapa tumaini wabunge hawa kuwa uchumi wa Afrika Mashariki utakuwa thabiti, ila tu sheria zikioanishwa. Kubwa zaidi lililotoka ndani ya wiki ya kwanza ya bunge la Afrika Mashariki ni kusomwa kwa hotuba ya makadirio ya bajeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mwaka mpya wa fedha 2016-2017 ili kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo kwenye miezi 12 ijayo kwa maslahi ya nchi 6 za jumuiya
ya Afrika Mashariki. Bi Susan Kolimba, naibu waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa Tanzania, akikaimu nafasi ya waziri wa wizara hiyo kwa zaidi ya saa 3, amesoma nyaraka za bajeti hiyo za kurasa 90. For the financial year 2016-2017, totaling USD 101,374,589. Makadirio haya ya dola za Kimarekani zaidi ya milioni 101 ni pungufu ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2015-2016 ilipokadiriwa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 110. Ina maana kuwa baadhi ya projects ambazo zitatekelezwa mwaka huu zitapungua kulinganisha na mwaka jana. Karibia nusu ya bajeti iliyowasilishwa itatoka kwa wahisani wa maendeleo, huku asilimia 46 ikichangiwa na nchi wanachama na asilimia 6 sawa na dola za Marekani milioni 6.3 zitatoka katika mfuko wa akiba wa jumuiya. Only be better if we as partner states are able to contribute, towards the achievement of this community, in our own way. We must do that. We must do more than what we are doing now. Yeah? Katika wiki hii ya kwanza ya kikao cha 6 cha bunge la 3 la Afrika Mashariki hapa mjini Arusha nchini Tanzania, mengi yamejadiliwa, lakini kubwa ni makadirio ya bajeti ya mwaka wa fedha 2015-2016 ambapo kiasi cha fedha dola za Marekani milioni 101 zitaidhinishwa. Lakini katika bajeti hiyo nchi wanachama zinaonekana kusuasua, na ni Kenya pekee ndiyo inayoonekana kuweka mkono katika bajeti hii. Hii ni kwa mujibu wa bunge la Afrika Mashariki. Rajabu Hassan, KTN News, makala Afrika Mashariki, Arusha, Tanzania. Naam, asante sana Rajabu Hassan kutoka Arusha nchini Tanzania kwa taarifa hiyo mufti. Je, muundo wa bunge la Afrika Mashariki ni upi? Majukumu yake ni yapi? Na je, bunge hilo lina uwezo wa kuandaa sheria ambazo zitaathiri shughuli kwenye mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Kijana shupavu Lofty Matambo anazungumza na mjuzi wa masuala ya Afrika Mashariki Victor Bwire kwenye mazungumzo yafuatayo. Naam, asante sana Bwana Bwire kwa kuja katika kipindi cha Afrika Mashariki tukijadili swala la muungano wa mabunge ya nchi za Afrika Mashariki. Labda kutokana na bajeti iliyosomwa tu hivi majuzi katika mkao huu wa bunge hili la IALA, kwa nini bajeti ya mwaka huu ikapunguka kwa kiwango fulani karibu dola milioni 9? Tatizo ni kwamba ile bunge inategemea contributions kutoka member countries. Ndio manake bajeti yao inatoka pale na kidogo donors kidogo. Lakini sasa kuendelea unaona ile global meltdown imeaffect zile member countries kwa pakubwa. Unaona hata Kenya wenyewe, Tanzania, Uganda wako na matatizo katika bajeti zao za internal budgets. Sasa ile contribution pia pale imeanza kwenda chini. Ukiendelea pia watu pia kuna nchi fulani sasa hazioni umuhimu ya ile East Africa IALA. Manake ukiangazia sana katika hiyo bajeti yao utaona mengi ambayo yamewekwa hela ni kuzunguka meetings, workshops, sijui na nini ndio nyingi ambazo kwa kusema kweli haisaidiwi Kenya sana. Na uwakilishi wa IALA uko namna gani? Na je, kumekuwa na changamoto labda katika nchi husika ama nchi wanachama, mabunge wanachama katika kutafuta wawakilishi kupeleka katika bunge lile? Kulikuwa na tatizo wakati fulani, lakini wajua ile sheria imesema yetu ya National Parliament kwamba watagawanya zile viti kulingana na ile strength yao katika bunge. So utaona vile huwa wanagawanya zile nominated seats, ile calculation wa bunge wenyu wako wangapi wanakalkulate. Lakini siku za kwanza kumbuka kulikuwa na mgogoro, hata watu wakaenda kotini. Kuna wakati nakumbuka Profesa Nyang'nyong'o wakienda kotini na kina Mtula Kilonzo marehemu wakienda kotini katika hiyo masuala ya representation. Lakini kwa hivi sasa yamekuwa sorted out. Obviously katika zile parties within themselves huwa kuna kuvurugana, manake I think party huwa anatoa fulani. So huwa ni internal, but imekuwa pia ni tatizo. Manake ndio kama ukiona hata ukubwa yale majadiliano ambao watu wanaendelea nayo ni kwamba ni vipi watu wananominatiwa katika parties. Ile sheria na miundo ambayo wewe mimi ODM ama TNA huwa wanachagua watu. Kwa sababu utapata kwamba wengi ambao wanachaguliwa kwenda kama hizo IALA na ni marafiki wa wale viongozi wa zile party. Hakuna zile, kwa sababu zile viti zilikuwa ni special representation. Pengine youth
pengine people with disability, pengine wamfanya biashara, pengine masheria, women rep, lakini ukiona kwa hivi sasa haiko, nobody huwa anafuatilia yale masuala. Na je, unahisi kuna umuhimu wa bunge hili kuendelea Yala ama livunjiliwe mbali, na lina umuhimu gani haswa kwa wananchi wa nchi wanachama? Hamna, hatufaidiki kivyovyote kwa hivi sasa, manake ukiangalia mahali tulipoanzia ama uangalie ile jumuiya iliyovunjika kabla waanzishi ya pili, utaona kidogo walifanya mambo fulani. Utapata East African Railway, utapata kuna mambo fulani utaona. Hawa walipoenda pale wameconcentrate katika policies, lakini maisha ya watu huwa si policies peke yake. Lazima watengeneze sheria ambazo zina drip kusaidia wananchi wa kawaida zitekelezwe. Kutengeneza tu sheria, kutika box kusema tumetengeneza sheria fulani ndio, lakini katika ukiangalia imesaidia vipi wananchi wa East Africa ni kidogo sana. Na ukiangalia ile evaluation ya performance ya wale wabunge ambao wamekuwa pale mpaka hivi leo, huwezi kuambia mtu chochote chenye wamefanya. Angalia masuala kama ile reli ile haba kuconnect Moshi na Tanzania, Jinja na Kisumu. Yale yanakuwa ni muhimu. Kwa hiyo bajeti yao umeona kitu kama kile. Hawafikiri mambo kama yale. Maana kuna miswada sasa ama kuna mjadala juu ya mambo kama Lapset, hii mambo ya reli itapita wapi. Tuko na swala kidogo sana kama Migingo Island. Tujaisikia mjadala huko katika hii Yala wakiongea ili kuguide hizi nchi ni vipi Migingo, swala la Migingo litajadiliwa. Kuna swala ya Burundi kwa hivi sasa. Hatuoni umuhimu wao. So umuhimu wa hiyo Yala pia kwa umbali imeenda kwenda chini, maana watu hawaoni umuhimu wake kabisa. Ni miaka 15 sasa tangu bunge hili kuanzishwa, na kuna vitu kama forodha huru, soko huru, ushirikiano baina ya nchi husika bado haujaafikiwa, ama bado vitu hivi havijaafikiwa. Kwa nini muda huu wote? Walianza bila kuelewa nini wanataka. Na ndio kwa sababu tumechukua huo muda mrefu. Manake sisi huwa tunaamini tulienda kwa mambo ya haraka ambayo yangefaidisha watu. Wachache wale sana wanasiasa ndio wamebadilika. Manake tulipoanza mara moja kulikuwa na seats na political parties wakagawanya viti na wakapeleka wabunge, na wabunge wanaendelea kula mshahara. Kwa sababu kwa hapo hiyo ilikuwa ni rahisi kufanya. Lakini ile kama hiyo East African Corporation kufanya kazi ingehitaji ustadi fulani. Ni nini tunahitaji? Manake vitu kama employment zile ni katika hizi nchi kila moja yao iko na shida zake. Kenya haijaweza kupatia wananchi wake wote kazi. Tanzania haijawazi. Uganda bado, Rwanda bado. Sasa sisi tukianzia katika free movement of labor, pale tutapata matatizo, manake kila economy inajaribu kuprotect. Manake Jubilee kwa mfano ilisema inataka kupatia million youths jobs, sio? So ni tatizo bado wanang'ang'ana nalo kutafuta kazi. So ukimwambia tena haachilie pengine wa Tanzania ama Waganda waje watafute kazi, lazima atakuwa kidogo hawezi kubali kirahisi. Na katika utathmini wako, je, unahisi Kenya ijitoe? Pengine si kujitoa, lakini ni ku-evaluate, kujiangalia tena, tuone ni umuhimu gani na ni vipi. Manake global utaona kwamba ni kila region sasa ni globalization, ni mambo ya regionalization, regional blocks na nini, European Union nini ndio inafanyika kwa hivi sasa, ECOWAS na nini. Katika global examples tutapata kwamba kila region inaenda regional. Lakini sasa tunataka tujiulize katika ile region ni nini tunapeleka na nini tunapata umuhimu wake. Kwangu mimi ukiniuliza, hata tunge reduce number of MPs ambayo wako pale, pengine baki mmoja hivi ama wawili, sio? Na hiyo inasaidia, manake sisi hapa Kenya tulikuwa na ministers 34, lakini katiba ikasema tupunguze ministers mpaka maximum 21. Manake lazima tuishi na vile environment ile tunaishi ipo. Si Kenya tu, mpaka hata Uganda, Rwanda wajiulize tena. Kuna umuhimu wa wabunge wa 9 representatives per country kwa Yala ambayo haileti maana yote kwa hizi nchi. Je, kunaweza kuwa na mchakato wa nchi mwanachama kujitoa labda? Hata kama wajaandika ama kujitoa formally, but tumeona tabia Tanzania kidogo huwa hawana ile utaona hawafanyi kazi kama nchi zingine. Okay, wako na wakilishi ile iko kwao, lakini utaona katika ile commitment yao na vile wana behave huwa sana wako physically, lakini kiroho sana unaona wako sadak sana katika masuala yao, wanasaidiana kule. Je, unahisi fedha hizi zitumike namna gani? Kwangu na vile nimeanza nikisema infrastructure. Manake kuna zile national heritage ama zile resources ambazo tunaita shared resources, ambazo hizi nchi karibu zote
zinahusika ama zinafaidika. Mimi nilifaidika siku moja nikienda, kulikuwa na mpango wa SIDA Sweden ambao walitulipia wanafunzi fulani kutoka nchi zote hizi za East Africa, 5 countries. Tukaenda kusoma kule Makerere wakiwa wanatulipia, sio? Na ilikuwa sana sana ni mambo ya environment ya Lake Victoria. Manake Lake Victoria ni resource kubwa sana Mungu alitupatia wananchi wa East Africa. Hiyo itasaidia, manake watu wa Africa ni watu wako na bidii, wanafanya kazi, hawataki handouts. Kama utawekea ile infrastructure, watafanya kazi yao. Naam, ndo hivyo. Huyo ni Victor Bwire, naibu afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Wanahabari nchini, akichanganua, kubabadua na kuweka wazi swala hili la IALA, ukipenda muungano wa mabunge ya nchi za Afrika Mashariki. Bunge hili lasaidia vipi? Changamoto ziko wapi katika kipindi cha Afrika Mashariki? Mimi ni wako Lofty Matambo. Naam, asante sana kijana shupavu Lofty Matambo kwa mazungumzo hayo ya kina. Tuingie nchini Kenya sasa, ambapo mustakabali wa mahakama ya juu umewekwa kwenye mizani kali baada ya mahakama ya rufaa kuagiza kwamba umri wa kustaafu wa jaji utasalia miaka 70 kwa mujibu wa katiba ya taifa hilo. Tayari majaji watatu wanatimiza umri huo, na sasa lipo swali kwamba iwapo kutakuwa na zogo la kisiasa nchini Kenya, msuluhishi atakuwa ni nani iwapo majaji watatu kwenye mahakama ya juu hawapo? Kijana chap Francis Mtalaki amekuwa akifuatilia swala hilo wiki zima na sasa anaarifu. Idara ya mahakama nchini Kenya ipo katika njia panda baada ya naibu wa jaji mkuu pamoja na jaji wa mahakama ya juu Philip Tunoi kukata rufaa kuhusiana na kesi zao za kustaafu kwao nchini Kenya. Hii ni licha ya uamuzi wa mahakama ya rufaa kutupilia mbali kesi zao. With effect from the effective date, the retirement age of all judges is 70 years. For these reasons, the appeal must fail. We dismiss it. Jinsi ilivyo sasa, majaji waliosalia ni 5, lakini kizungumkuti cha wawili hao kuamua kukata rufaa na kubaliwa, ambapo Ijumaa ya tarehe 24 mwezi Juni ndio kesi yao itasikizwa. Kuna jeri wakati jaji mkuu William Tunga atakuwa amestaafu na kupunguza idadi ya wanaohitajika kusikiza kesi kwa pamoja, na mtazamo kuwa jaji Smoking Wanjala ni mmoja wa wale wanakamati wa tume ya huduma ya mahakama wanaotaka majaji hao kustaafu. Hivyo basi haruhusiwi kisheria kusikiza kesi hizi na kukanganya mambo hata zaidi. Judge Tanaka of the International Court of Justice powerfully articulated the essence of equality in his dissenting opinion in the South West Africa cases, where he said, among other things, quote, "We can say accordingly that the principle of equality before the law does not mean the absolute equality, namely equal treatment of men without regard to individual concrete circumstances, but it means the relative equality, namely the principle to treat equally what are equal and unequally what are unequal," end of quote. I, Katwa Kigen Joseph, swear by the Almighty God that... Kwake Tunoi, mzigo bado ni mzito wa kujinasua jinsi anavyotaka, kwani madai ya kula mlungula bado yanamkodolea macho, japo kila mteja aliyefika mbele ya jopo anaonekana kumtema mpuliza kipenga Geoffrey Kiplagat. That Kiprop alighted and walked with a very heavy big brown briefcase, which he gave to Katwa Kigen, that is yourself, from the driver's door. Do you recall receiving any big brown briefcase from Mr. Kiprop Chirchir, your client? That incident never happened. He then goes on to state that after delivering the briefcase, he drove the VX to a parallel position to enable the judge and the governor wave at each other and ensure that it was not a hoax. Do you recall this incident taking place? It never took place. Did it take place? It never took place.
Ikiwa mahakama itaendelea kuyumbayumba na vuta ni kuvute ndani na nje ya mahakama, Kenya ifahamike kuwa imesalia miezi 13 pekee kabla ya uchaguzi nchini humo. Endapo kesi za kisiasa zitafikishwa hapa, basi ni wajibu wa kila ngazi ya mahakama iwe shwari na tayari kusikiza kesi hizo badala ya taarifa za kutia doa na nyufa za uongozi. Katika wiki 3 zilizosalia kwake, Jaji Willy Mutunga anapaswa kuendelea na kazi zake, lakini kilicho wazi ni kuwa ikiwa ataondoka jinsi alivyoahidi, basi huenda mambo yakatumbukia nyongo kuhusiana na idadi ya majaji wanaopaswa kusikiza kesi, kukamilisha kesi hizi za kustaafu kwa majaji Philip Tunoi na Kalpana Rawal. Francis Mtalaki, KTN News, Afrika Mashariki. Kwenye gumzo la Afrika, ni kiongozi yupi barani ya Afrika ametoa kauli za kukumbukwa na wengi kote barani? Hebu tizama. Inawezekana tatizo liko ndani ya upande wetu, pia ndani ya serikali, kwamba huwa mna koti nyingi kwa sababu zingine zipo za watendaji wangu, na hilo ndio kweli. Nasema uongo? Ndio maana nimemleta mtu wa TAKUKURU hapa. Kwamba unajua kabisa huu mradi ungeweza ukaumaliza kwa milioni 200, lakini unajua kabla hujamaliza lazima upeleke percentage kwa mtu fulani, na inawezekana hata wakati ukiwa unaendelea na shughuli ile lazima umetayarisha mfuko fulani wa kwenda kumhonga mahali fulani. Na ndio maana saa nyingine hata quotation zinakuwa ziko juu. Hiyo inaweza ikawa ni sababu. Na kama hiyo ndiyo sababu, tuna chombo chetu cha TAKUKURU. Kwa nini hamkitumii? Kwa nini ninyi mna compromise na wale watu wanaowaomba rushwa? Kwa nini kila mahala unapokwenda kutenda unaweka percentage kwa ajili ya kulipa rushwa? Na kwa vile wanaowaomba rushwa ni wachache kuliko ninyi makandarasi, kwa nini msijiunge mkawasema hawa wanaowaomba rushwa? Kwamba nimepeleka quotation yangu hii, lakini kuna hizi percentage hizi ni za regional manager fulani. We mseme silently, peleka information kwa watendaji wa TAKUKURU. Kama wapo wa TAKUKURU ambao nao hamuamini labda nao ni pate ya kuchukua rushwa, ndio maana nimewaletea huyu mmoja angalau ninamuamini. Ili kusudi yule aliyekuomba rushwa, wewe koti sawa sawa, peleka hela yako hiyo, njoo chukue hela ya TAKUKURU. Tukichukua watendaji 50 hata 100 wakafungwa kwa sababu ya kupokea rushwa, hizi variation zitashuka. Na ninyi makandarasi mtakuwa mnapata kazi kwa halali yenu. Na quotation zenu za kuweka juu mtazishusha chini. Kwa sababu sasa mtakuwa mnashughulikia gharama za ujenzi wenyewe badala gharama ya kulipa watu wengine rushwa. Na sasa ni wakati wa kuvuta pumzi, na Afrika Mashariki kirejea itakuwa ni awamu ya Maisha Afrika, makala yanayosimulia maisha ya vijijini na mijini ya wenyeji wa bara Afrika. Usiondoke. Naam, karibu tena kwa Afrika Mashariki. Kwenye Maisha ya Afrika, kituo kimoja cha kuuza bidhaa za shambani kama mboga na matunda na vyakula vingine
ambacho awali kilitajwa kuwa kikuu sana kote Afrika Mashariki kimeanza kuporomoka. Soko la Karatina katika kaunti ya Nyeri nchini Kenya kwa sasa limekabiliwa na changamoto nyingi kutokana na kile kinatajwa kwa kutelekezwa. Carol Nderi, mwanahabari wa eneo la kati ya Kenya kwa niaba ya KTN, alizuru soko hilo na sasa naarifu kwenye makala haya maalum Maisha Afrika. Soko la Karatina ndilo soko kubwa zaidi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na la pili katika bara la Afrika baada ya soko la Mercato jijini Addis Ababa nchini Ethiopia. Mchango wa soko hili kwenye ustawishaji wa uchumi hauwezi kupuuzwa hata kidogo, kwani mazao ya kilimo katika eneo la kati yanasambaa na kuwalisha Wakenya wengine katika sehemu nyinginezo nchini. Hata hivyo, soko hili linakumbwa na changamoto ambazo zinastahili kushughulikiwa ipasavyo kwa minajili ya kuukwamua uchumi wa nchi hii. Ni jambo la fedheha kuwa mawimbi yanakubaliwa kuwatikisa wachuuzi katika soko hili. Wanakouzia kwa sasa ni mahali pa muda tu, palipotengwa ili wauzaji waendelee na shughuli zao za kuuza mavuno ya shambani wakisubiri soko kuu lenyewe kukamilika. Walihamishwa hapa mwaka 2010 wakitarajia kuwa wakati wowote watarejea kwenye soko jipya lililojengwa upya, lakini sivyo ndivyo. Hadi sasa miaka 6 baadaye wangali wanasubiri ujenzi wa soko jipya kukamilika. Na kweli ngoja huumiza matumbo. Nakaaga kwa hii soko hakuna pesa. Tumesha kwenda kukopa pesa, hatujapata kitu huku. Manyanya zinaosha, kitu yote inaosha, kuna kitu mtu anapata huku. Tunashindwa hii, tunakaa kwa soko hii tukifanya nini? Si tuende nyumbani juu hatuna pesa. Shida yenye tuko nayo hapa hata hatuwezi sema kwa vile ni mashida mingi. Hata vitu yetu inaoza kwa haraka because hapa hata hakuna customer wengi hawaingiagi kukua na matope. Kama mimi saa hii niko na viatu na socks juu ya baridi. Matope ikikua nafaaga gumboot. Tumeteseka, kila mtu amegojeka. Tuko na hii homa ya kifua. Kutoka hapa unaenda hospitali direct. Iko matope, iko na tunakosa watu wa kutununulia vitu yetu. Sasa mimi nakuja hapa samani. Na sisi tunataka ile soko itumaliziwe. Ahadi zisizotimizwa wanasema zimewachosha. Rais mstaafu Mwai Kibaki ndiye alizindua ujenzi wa soko jipya ulipoanza mwaka huo wa 2010. Kitita cha shilingi milioni 260 kilitengwa kwa ujenzi huo, ila ujenzi huo ulionekana kukwama baada ya muda licha ya pesa hizo kukabidhiwa mjenzi aliyepata kandarasi. Contract ilikuwa imesainiwa ya 254 million. Alikuwa ameshatumia 243 million na soko iko pale. Hii haiwezi malizwa na milioni 11. Mafadhaiko ya wauzaji wa soko la Karatina yameathiri utendakazi hapa. Kinaya kuwa hili ndio soko kubwa zaidi ndani ya Afrika Mashariki. Hali si hali tena, na mapema wiki jana waziri wa ardhi na ujenzi Profesa Jacob Kaimenyi aliandamana na gavana Nderitu Gachagua ambaye amekuwa ng'ambo kwa matibabu na mbunge wa Mathira Peter Wero kuhudhuria hafla ya kuikabidhi serikali ya kaunti usimamizi wa soko. Semi za viongozi ziliashiria kukerwa na utepetevu aliyetwikwa jukumu la kukamilisha ujenzi wa soko. Tutakaa chini, tutaangalia hesabu. Hii contract yake ni ya 202 million. Tuone tutasaidiana namna gani. Tunaingiza siasa saa zingine mahali haitakiwi kuingizwa. Kwa mfano, hii kaunti yote tumewahi kujenga markets ama marikiti 6. Soko jipya ni la ghorofa 4 na linatarajiwa kutumiwa na wauzaji 3,000 pamoja na kuwa na eneo la kuegesha magari 40 hivi. Soko la Karatina lilitarajiwa kufunguliwa rasmi mwaka 2013. Hadi lini tena, wanauliza. Kwa miaka 6 sasa wamekuwa na subira katika soko hili la Karatina, japo hapa ambapo wanafanyia kazi ni mahala pa muda. Walikuwa wameambiwa subiri kukamilishwa kwa ujenzi wa soko jipya, ila wanauliza watasubiri hadi lini? Walikuwa wameelezewa kwamba wataweza kuhamia soko jipya katika mwaka 2013, lakini hadi wa leo mwaka 2016 wangali wanasubiri. Wanasema ngoja huumiza matumbo na wanashangaa watapata afueni lini. Carol Nderi, KTN News, Afrika Mashariki.
Kwa taarifa hiyo ya dada Carol Nderi, tunatamatisha Afrika Mashariki Jumapili hii ya Mei 29. Ili kuwasiliana nasi, tumia ukurasa wetu wa Facebook Afrika Mashariki. Anwani yetu ya Twitter ni @amashariki. Hebu sasa tuwapishe wana KTN leo kwa taarifa ya habari za siku. Kutoka meza hii ya Afrika Mashariki hadi Jumapili ijayo, mimi ni Wellington Nyongesa. Alamsiki.